Jambo kuu kama nilivyosema mwanzo ni kuweza kuwasikiliza kama ilivyo kauli mbiu yetu ya benki ya CRDB, benki inayomsikiliza mteja. Kwa hiyo tulisema tuwaite ninyi wachache kuwawakilisha wengi, muweze kutoa changamoto ambazo mnakutana nazo, wapi tuboreshe. Lakini jambo lingine la pili, tumewaita nyie kama wawakilishi wa wengi, kwanza kuweza kuwaomba msamaha. Hapo katikati mtakumbuka, nadhani kipindi cha kama wiki 3 nyuma huko, benki yetu ilikuwa inafanya mabadiliko ya mfumo. Kwa hiyo kuna watu shughuli wengine zilisimama, kuna watu wengine fedha zao inawezekana fedha zilikwama sehemu, mwingine alishindwa kufanya malipo. Kwa hiyo kutokana na ile shughuli ambayo ilikuwa tunafanya kwa kipindi hicho, nadhani wengi tulioelezea sababu, na tulikuwa tukipita kwenye biashara zenu kwa tunawaambia benki yetu ilikuwa inafanya mabadiliko ya mfumo. Tulifanya mabadiliko ya mfumo kutoka mfumo wa zamani kwenda mfumo mpya. Katika benki huwa kuna mifumo mbalimbali ambayo tunatumia. Kuna mifumo ambayo inatuwezesha mabenki kuendesha shughuli zetu zote kuanzia asubuhi hadi jioni. Unapokuja dirishani unaweka fedha au unatoa fedha, kuna mfumo ambao tunakuwa tunatumia. Unapokuja kuomba mkopo, hivyo unapoenda kwa wakala utasikia anasema mtandao uko chini, huo mfumo. Kwa kuna mifumo ambayo tunakuwa tunatumia. Kote duniani kila benki inakuwa na mfumo wake. Sasa mifumo ile inatofautiana grade. Kuna mifumo ya grade ya chini, grade ya kati, grade kubwa zaidi. Benki yetu kwa sasa imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo mfumo tuliokuwa nao mwanzo ulikuwa hauwezi kuhimili mikiki ambayo tuko nayo. Idadi ya wateja ni kubwa. Miamala tunayofanya ya ndani na kimataifa ni miamala mingi na mikubwa. Benki yetu kwa sasa hivi sio tu benki ya Tanzania, lakini ni benki ambayo iko nje pia ya Tanzania. Tupo Burundi, kwa wale ambao mnaenda Burundi au mnafanya shughuli zenu Burundi. Ukifika Burundi kule tuna matawi ya kutosha maeneo mbalimbali, Nyenyeri, Ngozi. Ukienda kule utaona CRDB ipo. Ukienda Kongo CRDB ipo. Na juzi tumefungua dirisha au ofisi yetu ya Dubai. Kwa hiyo sasa benki ikaja na mkakati kwamba tuwe na system ambayo pia inaweza kusomana. Yaani wewe mfanyabiashara leo ukitoka hapa ukaingia Burundi, hauna haja ya kutumia muda mwingi sana kulipa. Zamani ilikuwa unaweza kukaa mpaka masaa mawili. Unasubiri wale wa Burundi wawasiliane, watume email kwa mnenei, wafanyeje mpaka waje wakutambue wewe ni mteja wetu kweli wa CRDB Shinyanga na nini. Lakini saa hizi ukiingia Burundi, ukishaweka kadi yako tu mezani, mimi ni mteja na atokea Tanzania, Shinyanga, akishika ile kadi tu akiingia kwenye system, ndani ya dakika chache unahudumiwa kama upo Shinyanga, unaondoka. Ya sehemu ukienda Kongo utahudumiwa hivyo hivyo kutokana na hayo mabadiliko tuliyoyafanya. Lakini vile vile urahisi na uharaka wa kupata zile huduma. Najua hata upande wa mawakala wetu sasa hizi mtakuwa mmeona kwenye zile system, ukiingia kwenye app kuna vitu vingine vimeongezeka, lakini hata ukienda kwenye sim banking utaona kuna vitu vingine vimeongezeka. Lengo ni kuleta urahisi wa miamala, lakini vile vile kuimarisha ulinzi au usalama wa mteja. Aidha wewe ni mteja kawaida au ni mteja wakala, system imeimarishwa. Zamani ilikuwa kwa mfano ukitokea kadi yako umeiacha sehemu, mtu ambaye sio mwema akachukua kadi na akawa labda ana namba yako ya siri, au anajua wewe namba zako za siri unawekaga umri. Unajua kuna watu ambao wanawekaga namba za siri umri. Akishajua tu alizaliwa 86, ananyooka na ile kadi kwenye ATM. Akiingiza 86 anatoa mzigo. Si ndio? Lakini saa hizi kitokea dakika 2 tu kadi yako uioni, unaweza kaingia kwenye simu yako, kuna sehemu ya kuzuia kadi pale. Unazuia kadi, kwa hiyo kula akienda akifika kule ile kadi haifanyi kazi. Unazuia na unavoripoti pale unaandika kabisa unazuia kwa sababu gani? Kadi imepotea, unazuia. Ni mfano tu ambao unaonyesha kwamba tumeimprove kwenye nini? Kwenye swala zima la usalama. Hata hiyo kadi muda mwingine ilikuwa mpaka labda kama wewe uko Kishapu inabidi usafiri uje Maganzo ujaze fomu ya kuomba kadi. System yetu saa hizi ukiingia kwenye sim banking kuna sehemu pale unaweza kaomba kadi
na ukasema hii kadi niichukulie tawi fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa ulikuwaga Shinyanga, umehama siku hizi unaishi Mbeya, na ukiwa Mbeya huko kadi imepotea. Utaomba kadi yako, utasema kadi naomba ije Mbeya, utapata. Lakini kwa sababu ya system kuwa improved pia kuboreshwa zaidi, hata kwenye matawi saa hizi ukienda na kadi ambazo kuna aina za kadi ambazo zinachapwa pale pale. Kwa sababu ya system iliyoboreshwa. Utaenda pale utafanya maombi ya kadi, watakuchapia kadi yako hapo hapo utaondoka nayo. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo tumeendelea kufanya maboresho kuhakikisha kwamba walau wateja wetu wanaendelea kupata huduma zilizo bora. Kwenye sim banking ukiingia kwa mfano sasa hivi yawezekana ulikuwa unataka kulipa labda mishahara, si ndio? Sema labda mkurugenzi wa Serengeti unataka kuwalipa vijana wako mshahara, una vijana labda pale wapo 5 wanaohudumia pale. Ukiingia kwenye sim banking kuna sehemu inakuonyesha unaingiza jina la kwanza unamlipa 100,000, jina la pili 300,000, jina la tatu milioni, unasukuma muamala mmoja lakini imo miamala 5, umemaliza kazi. Si ndio? Sijui umelipa ada. Nilimsikia jumbe moja akitambulisha Little Treasury au ni wapi? Watu wa Little Treasury. Inawezekana mzazi anakuambia nililipa ada. Lakini wewe huku hesabu zako kile ukitafuta mbona umuoni kama alilipa. Ukimpigia simu anakuambia receipt nayo sioni, labda alifulia kwenye suruali, si ndio? Sio wanaume watu tunaweza kutunafulia hadi hela. Unafika unavua hapo suruali, mama akija kufua kama hajakagua hela na silipu za benki unakuta zimeroa. Silipu ilishafuliwa haipo tena. Little Treasury wanataka silipu, si ndio? Na wewe unakumbuka ulilipa. Inawezekana labda ulilipa kwa sim banking au ulifanyeje, lakini sim banking ukiwa nayo kama umefanya malipo yoyote, sehemu yoyote wanakuambia receipt, labda wanaomba receipt au receipt ya mwanzo haionekani. Sasa hizi ukiingia pale, ukienda sehemu ya taarifa, kuna sehemu ambayo inaonyesha taarifa fupi, kuna sehemu inaonyesha historia, kuna sehemu inaonyesha taarifa kamili. Ukienda kwenye historia pale ukafungua kwenye taarifa fupi, kuna sehemu inakuletea receipt ya muamala uliofanya. Kwa hata kama ulifanya miezi 4 ili mradi unakumbuka ilikuwa mwezi wa ngapi, tarehe ngapi, utapata receipt pale, fulani nilimtumia hela. Kwa kama ulimtumia anasema hiyo hela sijawahi kuiona, una forward tena receipt ya ule muamala. Ni mifano tu nilikuwa najaribu kuwaelezea kwamba benki yetu ambavyo inaboresha mifumo lakini kutufanya tuwe benki ya kisasa zaidi, kiasi kwamba mteja wetu unapoenda sehemu au unapopata huduma zetu ziwe za kidijitali, za haraka, za urahisi, lakini zenye usalama. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu kuu ya kuweza kufanya mabadiliko ya ule mfumo. Mfumo huo unaitwa T24, tunaita terminals. Ukiingia hata Google, najua wengi hapa mna simu janja, tafuta terminals kule, ukiandika neno terminals utaweza kuona terminals transact. Huo mfumo ni mfumo wa aina gani? Ni mifumo mikubwa ambayo inatumiwa na benki zote kubwa duniani. Sasa kwa sababu na CRDB sasa hizi tumekuwa wakubwa, kwa hiyo lazima tuwe na mifumo ambayo ni mikubwa duniani. Kwa hiyo nikasema ni kwa niaba ya benki, kwa niaba ya mkurugenzi wetu mkuu wa benki ya CRDB na kampuni zake zote tanzu, ndugu Abdulmajid Musa Nsekela, ninyi kwa niaba ya wengi tuwaombe radhi kwa hayo mawimbi na mapito ambayo tulipitia tukiwa na nyie, lakini tuliwaambia system itakaa sawa, na kweli system imekaa sawa sawa. Sasa hizi watu wanaendelea kupata huduma, naamini Mama Shiratu zinatoka na kuingia, si ndio? Watu wanaendelea kuhudumiwa, na tumekuwa benki ya kwanza ambayo tumeweza kuhamisha data za benki zote kwa mara moja. Benki nyingi huwa zinahamisha nusu nusu, na wengine wenzetu huko watakuja kwenye mwezi wa kwanza wa pili, nao wanataka wahame maana wamelemewa. Kwa hiyo sisi tumeshavuka huko, hiyo historia tayari imeshapita na tunaendelea vizuri. Lakini jambo la pili sasa ni washukuru ninyi kwa kuendelea kuwa wateja wetu, kwa kutuchagua. Najua benki zipo nyingi, siku hizi benki ni nyingi sana. Kila siku unashangaa hodi, huyu anatoka benki fulani, tuna mikopo, huyu anatoka benki fulani, si ndio? Lakini nyinyi mmetuchagua sisi na mnafanya biashara na sisi. Kwa hiyo vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru sana
kwa kuendelea kutumia huduma za CRDB, na niseme tu kwamba mko kwenye benki sahihi, wala mtu yote asije akakuyumbisha. Ni bahati nzuri sana, mimi nimefanya benki nyingi, kama benki 3 nimefanya kazi. Kwa hiyo nafahamu kabisa kwamba kila benki zinakuwa zikoje, lakini kwa benki ya CRDB ukiona kuna huduma ambayo umeikosa CRDB, yani haipo huduma utaikosa CRDB ukaipata benki nyingine, kwamba benki nyingine wanakuambia hiki sisi tunacho, CRDB hana. Vitu vyote ambavyo viko benki zingine viko CRDB, lakini sisi tuna vitu vingi ambavyo haviko benki zingine, unaweza ukavipata huko. Lakini benki ya CRDB pia najua kuna baadhi hapa wanaweza wakawa sio wateja tu account, lakini wana mikopo. Benki ya CRDB ni benki ambayo inamvumilia sana mteja, kwa sababu leo tunafanya biashara, unaweza ukawa huko juu kabisa kwenye piki, unaenda biashara ziko vizuri, katokea kitu tu hapo ghafla, mara container lako bandarini alionekana kutoka leo, si ndio mzee Serengeti? Au gari semi ziko zinatoka Dar zinakuja Shinyanga, zikaingia Mto Sekenke na shughuli ikayumba. CRDB inavumilia sana wakati wote wa shida na raha. Kama ni mteja, ikitokea hata mteja amekwama akaja mezani akasema bana nimekwama, ni benki pekee ambayo inaweza kukwambia sasa rejesho lako lilikuwa milioni 2, tutalipunguza liwe milioni. Na wewe kama utasema milioni ndio uwezo wangu, wana Mnenei na mameneja wenzangu wa matawi mengine, nasema kama uwezo wako ni milioni, basi tunalishusha milioni, tunaongeza kama muda kidogo uendelee kulipa ili kitabu kisichafuke, tuendelee kukopesha. Unazo benki ambazo unaweza kukuta unakwama, mlikuwa marafiki, na siku ile wanakupa mkopo alikuja dada, alafu siku ya kudai anakuja baba mwenye miraba 4, si ndio? Mlikuwa marafiki kabisa. Day 1 tu, siku ya kwanza unaambiwa nyumba ishachorwa wino mwekundu, nyumba inauzwa, majirani wote wanatoka wanasimama, si ndio? Lakini CRDB ukiona, sio kwamba hizo hatua huwa hatufikii, huwa tunafikia huko na sisi, lakini ninachotaka kusema ukiona CRDB wamefikia hiyo hatua, maana yake mteja atoe ushirikiano au amekimbia. Ukienda kumfuatilia haonekani, ukimtafuta kwake kila siku amefunga makufuli, hapo sasa, kwa sababu hela tulizokopesha ni hela za wateja, yani hela zenu mnazoziweka. Maana wengine wanajuaga labda ukikopa mkopo benki ni hela fulani zipo za kukopesha, hamnaga hela fulani, yani nyinyi mnazoleta kuweka akiba ndio hizo tunachukua tunakopesha watu. Kwa hiyo ndio maana sasa mtu akibeba hela lazima arudishe. Kwa hiyo ndio maana itafika hatua tu na sisi sasa tutatoka nje sasa. Lakini nataka kusema kwamba CRDB ni benki ambayo inavumilia sana. Wengi inawezekana mkawa mashahidi, aidha wewe au una ndugu yako mahala popote Tanzania, kama alitoa ushirikiano, ni benki ambayo inavumilia sana. Kwa wale wanaopenda pombe kali, East African Spirit inajitolea kwa moyo kutoa bidhaa zinazofikia hadhi ya kimataifa. Hanson Choice Blend na Diamond Lockgin ni bidhaa zinazoleta ladha safi na bora kwa kila tone. Bidhaa yetu hii Hanson's Choice ni brandi yenye hadhi ya kimataifa ambayo ni rafiki kwa mtumiaji, haina harufu mbaya, haina mninginio, na ladha yake ni ya kipekee kabisa. Bidhaa zetu ni bora kabisa, viwango vya kimataifa, na ndio maana bidhaa zetu popote itakapoenda lazima mtumiaji ataikubali. Bei zetu ni rafiki kwa mtumiaji, sio bei za kumuumiza mtumiaji. Kwa hiyo ni bei ambayo Mtanzania wa hali yoyote anaweza kupata kitu kizuri kwa bei ambayo haimuumizi. Kwa vinywaji safi na ladha bora, chagua East African Spirit kwa uzuri na ladha halisi.